Leo ni Jumatano 6 Mei 2026 na hii ni MTV1. Karibu katika matangazo yetu ya siku ya leo. Naitwa Abel Tsongo na je, tumekuandalia nini siku ya leo? Mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini aonya wananchi kuhusu maneno ya chuki kupitia mtandao ya kijamii. Inakatazwa kupropage ma message za haine, kuorganize maandamano yenye kuna karakter tribalo ethnique. Na watu wawili wauliwa na kundi linalozaniwa kuwa la ADF huko Mombasa mkoani Ituri. ADF Nalu imeweza kuwaua watu wawili. Na huko mjini Butembo vijana waombwa kuingia katika jeshi la akiba kusaidia taifa lao. Tumekia tubaita bajiunge na reserve armée de la défense. Msikilizaji na mtazamaji, ni hayo pamoja na mengi tulionayo kwa siku ya leo. Nikusihi tu uniunge mkono na kunifuata hadi pale nitakapokuaga nikikupungia mkono wa bye bye. Na karibu tuanze huko Goma ambako mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini eneo nalodhibitiwa na ICM 23 Bahati Msanga Erasto apiga marufuku maneno ya uchochezi wa chuki ya kwenye mitandao ya kijamii na mikutano kuhusu ukabila eneo lote la ICM 23. Kiongozi huyo alisema mtu yeyote atakayebainika atakamatwa na kuadhibiwa vikali. Kambere Lumumba ni msemaji mkuu wa mkoa anayeeleza. Inaonekana kwa siku ambazo zimepita hapa nyuma kama kuna watu ambao wanatumikishiwa na hao wa politisie wa government ya Kinshasa, na wao watu wanatumikisha ili waweze kupropage, kutawanya ma message zenye ziko a karakter tribalo ethnique. Na hatuwezi sababu kama jimbo yetu ya Kivu Kaskazini kusiku ambazo zimepita imekuwa victim ya politiki ya mbaya ya discrimination, na ndiyo maana kupitia hii yote ambayo imepitikana liwali wa jimbo Mheshimiwa Bahati Msanga Erasto amekamata decision ya kusema kama inakatazwa kwa watu wote ambao wanapatikana ndani ya jimbo ya Kivu ya Kaskazini, hii zone ambayo iko libere, inakatazwa kupropage ma message za haine, kuorganize maandamano yenye kuna karakter tribalo ethnique au kukutana mkikundi moya yenye ambayo inaitiwa ya jina ya ukabila fulani. Inakatazwa kwa sababu jimbo yetu iliteseka sana na hii mambo ya ukabila. Leo AFC M23 ni chama ambayo iko na prôner changement na iko na valeur zake, na parmi ma valeur kuko cohesion, kuko unité yetu sisi kama vile population. Ndiyo maana liwali wa jimbo wanasema mtu yeyote ambaye atapatikana ndani haima message za ubaguzi ya ukabila ataadhibiwa vikali sana kufuatana na sheria ya nchi yetu. Asante sana. Mangojipa. Shirika jipya la kiraia nchini DRC tawi lake la Mangojipa laomba viongozi wa kijeshi kufunza nizamu kwa wanaotumia silaha. Hii ni baada ya askari jeshi mmoja wa taifa FARDC kumuua mke wake kwa kumpiga risasi usiku wa Jumatatu kuamkia hii Jumanne 5 Mei 2026. Tukio hilo liliripotiwa kwenye kijiji cha Robine kipatikanacho kwenye umbali wa kilomita 50 kusini magharibi mwa Mangojipa, eneo la Babika, sekta la Bapere, wilayani Lubero. Kiongozi wa kijeshi kutoka eneo la Mangojipa wathibitisha kisa hicho bila kutaka kutoa maelezo mengi. Shirika jipya la kiraia la Mangojipa laomba viongozi wa kijeshi watolea nizamu kwa watumiaji wa silaha. Mauaji ya wakazi yanayotekelezwa na watu wenye silaha yazidi kushuhudiwa wilayani Lubero. Hii ni baada ya wazalendo kuhusika na mauaji ya watu huko Mangojipa na Kimbulu mwanzoni mwa wiki hii. Ituri. Wapiganaji wanaozaniwa kuwa ADF waua wakulima wawili katika shambulizi jipya Jumanne Mei 5 huko Katere wilayani Mombasa, walisema waratibu wa shirika za kiraia. Wapiganaji hao walivamia kijiji hicho saa 10 asubuhi ya Jumanne Mei 5. Ni katika kijiji kinachopatikana mpakani mwa wilaya ya Mombasa huko Ituri na Beni, Kivu Kaskazini, alisema Kinos Katuo, mratibu wa mashirika ya kiraia mjini Oicha. Mashirika hayo ya kiraia yakitoa tahadhari kwa wakulima wa vijiji vya Nzakia, Msangwa, Manzumbu, Mabuo na Matekelambi na maeneo mengine kutokana na uwepo wa wapiganaji hao. Kinos Katuo alizungumza hayo Jumanne Mei 5, 2026. ADF Nalu imeweza kuwaua watu wawili ngambo ya Katere, ni kulimite ya province ya Ituri na Nord Kivu, plus ou moins 3 km ku nord ouest ya Beuma Nyama. Na
hapo asubuhi aliweza kujielekeza ngambo ya Nzakia Musangwa, akapita ngambo ya Manzungu, na hapo aliweza kulunguza pikipiki. Kwa sasa adui ameweza kukamata direksio ya Mabuo Matekelambi. Hivi tunaita mwito kwa raia ambao wanapatikana ndani ya hizo maeneo, hata mali kukutama na ngambo wa mali ya jame kuweza kujihadhari, kwani tena hewa imeweza kuwa mbaya, na atujua ambao mpango ambao ameweza kudeborde majeshi ambao wanakuwa kwenye maoperasyon huko ndani, ili yakuya destabilize ma grandes agglomeration. Hivi raia wote wakuwe makini, na wale ambao wanakuwa kwenye mashamba ku northwest ya Mamove waweze kujihadhari. Kwa sasa tunajitembeza na iko nafunga watu wengi kwenye barabarani hivi, na vyombo vya usalama jeshi waweze kujimobilize kwa kuweza kuarete tena hii hemoraji, ili siweze tena kufika ndani ya maaglomeration kama Wicha, Mbau, Maleki, huku Kukutama, Mandumbi. Jeshi waweze kujimobilize na kuungana pamoja na raia, ili waweze kumsaka yule ambao anatatiza tena raia katika mchana huu wa leo. Butembo. Vijana kutoka mashirika ya kiraia na vuguvugu kutoka mji wa Butembo na vijiji vingine wahimizwa kuingia bila kusukumwa katika mradi wa jeshi la akiba unaoitwa RAD ili kupigania taifa lao. Mwandishi wetu wa habari mtukufu Mfadhili Desire kutoka mji wa Butembo na ripoti zaidi. Kavira Kakundika Fadhili, msemaji wa RAD, adai kuwa kuingia katika RAD bila kusukumwa yalenga kutolea wapiganaji wa zamani njia ya kutumikia chini ya bendera ya taifa lao. Tumikia tubaita bajiunge na Reserve Armée de la Défense juu tupate amani ndani ya nchi yetu ya Kongo, na zaidi sana ndani ya province yetu ya Nord Kivu. Kazi yetu tuko nayo zaidi, tunatumika sana muamani na usalama, na ile amani tunatumika ndani ya kuforme bale bajeune volontaire benye biko na ile mwito ya kupigana juu ya nchi yetu. Ujumbe yenye niko nayo ni kuita wakongomani wote benye biko na nia kupata amani ndani ya hii nchi, wakuye tungane pamoja, wapite kwa mafunzo Nyaleke juu wakuwe amezire ya kujidefendre na kudefendre pays. Eric Masinda, mkuu kiongozi wa shirika PDDRCS wilayani Lubero, aonyesha umuhimu wa kutolea vitambulisho kwa wapiganaji wanaosalimisha silaha zao kabla ya kuingia katika RAD. Leo tumekala na vijana wa jiji ya Butembo, ilikuwa juu ya problematique ya PDDRCS, RAD na synergie de wazalendo. Kulikuwa confusion entre PDDRCS na RAD. Alors, ilibidi tueleweshe jeunesse ya Butembo kama mwanzo ya RAD ni wapi na mwisho wake ni wapi, mwanzo wa PDDRCS ni wapi na mwisho wa PDDRCS ni wapi. Na leo tumekuwa sisi wote, nimesikia mkubwa mwenye alitumiwa na synergie le colonel Gingapo amehakikishia jeunesse yote ya Butembo ke hakuna siku grupu ya arme itatoka kampori nasema inaenda kuradi. Amehakikisha wakati vita itaisha wote watatoka kupori, ikombri le M23 wakipita kwanza kuradi. Sasa watafika wakipita kwanza ku PDDRCS. Wakati watapita ku PDDRCS watapata carte pour demobilisation. Sasa wanapata carte pour demobilisation, mwenyewe atajisikia huru aendelee na jeshi, ndio ataenda kurade na ile carte pour demobilisation. Mwatasema nimechoka, nimeshtukia kufika kunyumba, atabakia ku PDDRCS na anaendelea kubenefisie kwa maprojet za PDDRCS. Na wakati watafikia ile kiwango, huko wengine yenye PDDRCS ilisema watu wote wazalendo wamejua leo kama hakuna mwanachama wa kikundi yeyote mwenye alikuwa anakamatisha silaha bila kuruhusiwa mwenye ataingia kujeshi ya Kongo. Ile haiko. President la Republika amewafungulia mulango hiwili, ni PDDRCS na kuenda kuradi. Juu ile confusion itoke ndani ya jeunesse, parce que jeunesse ilikuwa inasema rade inasema tuende kujeshi na wazalendo waende kurade, yani jeshi lokali. Na we PDDRCS unakuwa unasema watu watoke kupori. Tumewaonesha kusema sisi kama PDDRCS hatuna shurutisho ya kuambia watu walete silaha zao ku PDDRCS. Hatuko jeshi, lakini PDDRCS inafanya yenye tunaita désarmement
civile et volontaire. Ukasikia umechoka kutoka kupori, unakuja ku PDDRCS. Hautafungwa, hautafanyiziwa kibaya yeyote. Wewe utachagua kama unaenda kuradi au utaenda wapi, utabakia. Radi ni hatua ilianzishwa mashariki mwa DRC katika lengo la kurahisisha wapiganaji wenye kumiliki silaha kusalimisha silaha zao na kupata fursa ya kuingia kutumikia inji chini ya bendera. Vikao vya kuhimiza vijana vyatarajiwa kuendelea kwenye miji na vijiji ili kuinua uelewa vijana katika njia ya kuingia katika rad chini ya uangalizi wa shirika PDDRCS. Butembo, Mtukufu Mfadhili, MTV1. Shukran Mtukufu Mfadhili kwa ripoti murwa. Na kufikia hapo, msikilizaji mtazamaji wa MTV, ndipo sina la ziada. Mlikuwa nami Abel Tsongo hadi wakati mwingine. Kwaherini.